Mungu wangu, mbona nimeingiliwa na sijalala na mwanaume yoyote yule? Au ni huyo mzee ameingia ndani? Na hata kama ni yeye, amepitia wapi? Mbona mlango umefungwa? Au ndani kuna jini mahaba? Haki ya Mungu, huko ndani siwezi kuendelea kuishi. Ni lazima nihame. Ngoja kwanza. Shikamoo baba. Marahaba. Samahani baba. Nilikuwa naomba nikuulize kitu babangu. Uliza. Nimwambie au nisimwambie? Atakuwa ni yeye kweli au sio yeye? Nikimwangalia tu anatisha. Au basi. Kuna aina 3 za ndoto. Ndoto ya kwanza ni kuyaota yale uliyoyafikiria sana mchana, huwa usiku yanajirudia. Ndoto ya pili ni yale ambayo Mwenyezi Mungu amekupa maono ambayo yana ukweli ndani yake. Na ndoto ya 3 inaitwa sintofahamu. Nisaidie.
Habari jirani. Habari. Yaani hizi biashara zetu sisi wengine, lawama kweli. Yaani mtu anakufuata gengeni kwako asubuhi na asubuhi wala hujauza, alafu anakuambia umkopeshe. Yaani binadamu. Kaka, samani kidogo, naweza kuuliza swali? Bila samani kakaangu, unaweza kuniuliza. Nilikuwa namuulizia msichana fulani hivi, ni mrefu, afu nywele zake uwaga yeye asuki ananyoa, ni maji ya kunde fulani hivi, yani chocolate color. Sasa sijui utakuwa umemwona amepita mitaa hii, maana inaniambia anaishi mitaa hii. Unaweza kunionyesha picha yake? Ya, naye. Wewe ni mgeni mitaa hii, sio mwenyeji sana, ila amehamia juzi tu hapa. Sasa sijui utakuwa umemuona au alikuja hapa gengeni kwako. Kaka huyu mimi simuelewi. Hivi umejaribu kumpigia simu? Ya, nilimpigia simu mara nyingi sana, lakini cha ajabu kile akipigia simu zangu hapokei. Sasa sijui ana shida gani yani, na sio kawaida yake. Kakaangu, yaani maiti akiwa kaburini hawezi kupokea simu hata siku moja. Ukiwa na maana gani? Mwanamke akiwa hakutaki hawezi kupokea simu yako hata siku moja, kwa sababu kila wakati ukiwa unampigia ataona kama unamsumbua tu kakaangu. Ya, hicho unachoongea kakaangu ni kweli, maana nimempigia simu mara nyingi sana, lakini simu zangu hapokei. Nahisi kama vile namsumbua, alafu ainiambia mitaa hii gari haifiki, lakini cha ajabu nashangaa naona njia kubwa sana ya gari hapa. Kaka, hao ndo wanawake, inabidi uwazoee sasa. Hilo pointi kakaangu. Shingapi ndai? Mimi nakudai kama 500 tu kwa ndizi mbili. Keep change. Kakaangu. Kunyingine basi. Asante, Mungu akubariki. Yaani wakaka wengine wana pesa, wananunua ndizi mbili tu na alafu keep change. Nitajua mimi naipeleka wapi baadaye. Yaani Sauda, yale yote nilokuhadisia yaliyonikuta yalikuwa ni tera. Picha kamili hii hapa. Hivi ushai kuota ndoto mtu anakukaba au anakuminya, alafu unajaribu kuamka unashindwa, unajaribu kuamka unashindwa? Ushai kutana na kitu kama hicho? Ndoto kama hizo mbona zipo tu Sara? Na hata mimi nishai kuota. Basi hicho ndio nilichokutana nacho usiku wa kuamkia leo. Haya, picha kamili. Wenzako mkojo umenibana saa 8. Saa 8 usiku. Na mimi siwezi kukojoa ndani. Mkojo umenibana mimi nikae ndani na mkojo. Nikasema mimi naenda. Nimeenda chooni dadangu. Nimekutana na misukule ya yule baba. Unajua nilivyokimbia?
Ila Sara, acha ya kukute. Nimekushauri sana na ushauri wangu nataka kusikiliza. Sasa wekawe akuwe au kufanya msukule ndio akili itakukaa sawa. Wewe unajifanya nunda. Nisaidie. Yaani dada kila tunachokiongea anakijua. Wewe anajuaje? Unatoka wapi sasa hivi? Nani? Mimi. Unahisi anaweza kukusaidia huo msaada unaomuomba? Dadangu, unajua hata haya tunayoongea hapa anayasikia. Nisaidie. Huwezi amini. Jana tumetoka kuongea ile mara. Nimefika nyumbani. Ananiambia unaishi atakusaidia. Kwa nyumba yako sasa kiboko. Tena kiboko. Yaani dada, naongea na atamka. Kwenye ile nyumba sitaki tena. Wala sitaki hata kurudi. Nisaidie. Nisikize Sara. Huyo mwenye nyumba yako huyo, kama anajua ya kaskazini, si tunajua ya kusini. Sasa nikwambie kitu. Twende nyumbani tukae. Afikisha asubuhi, twende kule nilipokuambia. Yaani kwa yule mzee utahama. Tena na kodi atakurudishia. Da Sauda. Ya kweli hayo. Nisikize mimi Sara. Lini nimekuongopea? Wewe nisikilize, yule mzee hana lolote. Wewe twende huko, afu utaona, utaniambia, utafresh. Hai mamangu, mimi ngoja tu nikusikilize wewe, maana nishachoka. Nisaidie. Sawa, nakupenda. Twende. Unaonekana mwenye furaha sana. Nishirikishe basi na mimi hiyo furaha yako. Au mmeshamaliza magomvi yenu ya wewe na Ima? Siyamalize wapi ndugu yangu. Najiona kabisa naenda kuwa mke wa Ima. Maana hivi ninavyokuambia, maandalizi ya ndoa yetu tayari. Na baba yangu na mama yake Ima tayari wapo kuandaa kamati. We, usiniambie. Kweli tena nakwambia. Na katika hiyo kamati nimeomba nafasi hizo 2 kwa ajili ya marafiki zangu. Na wewe mmoja wapo utakaa. We. Aileen unanidanganya. Usiniambie katika hao ana kamati na mimi nitakuwa mmoja wapo. Kweli nikutanie? Yaani sipati picha hiyo siku nitapokuwa. Yaani nataka nipendeze, nikupite ni bibi harusi. Wewe haiwezekani. Sawa? Tukae kimya tusubirie hiyo siku. Yaani mwanakamati hiyo siku nitakuwa na pashua, sitaki kukuambia. Maana hii ndoa ilivyotusumbua. Ongea shoga yangu. Maana mpaka Ima kuingia kwenye mstari sio kitu kidogo kwa kweli. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Yaani mimi mpaka namshukuru Mungu jamani. Ima kanihangaisha sana. Oh, Sala, mambo. Poa. Mzima wewe? Nzima, niambie. Poa. Kumbe leo umehamia huku? Ndiyo, lakini sina siku nyingi sana. Unaishi wapi? Nakaa nyumba fulani iko hapa, hata sio mbali sana. Kwa mzee mmoja anamuita Mzee Tano. Tano? Ndiyo, Mzee Tano, kwani unamfahamu? Hapana, simfahamu. Alikutafutia nani huko?
Hapo kuna dalali moja hivi alinitafutia, anaitwa dalali Enieni. Enieni? Ndiyo, dalali Enieni. Sawa. Siku nikipata nafasi nitakuja kukutembelea. Sawa mwaya. Karibu. Asante. Niwatakie siku njema. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Dasode, msubiri kwanza. Hivi mimi niko ndotoni au? Hem, niambie. Mimi niko ndotoni? Sara, mbona sikuelewi? Unamaanisha nini? King. Dasauda, sikia nikwambie. Yule Janeti tumekutana naye pale. Zile salamu zote tulizosalimiana na maongezi yote tulioongea. Juzi tu nimetoka kuongea naye. Yale maneno tuliongea pale ndio tuliongea tena. Niambie kaka. Vipi? Wewe shemeji umefanikiwa kumuona? Bado sijafanikiwa. Ndio yuko mtaani hapa namtafuta. Sara, ndugu yangu, kiukweli sasa hivi umeanza. Yaani inawezekana vipi? Yaani kutana naye juzi, msalimieni salamu ile ile. Leo salamu ile ile. Yaani asikose hata neno moja jamani? Hapana kwa kweli. Yaani kidogo hebu jitulize basi hicho kichwa. Nisaidie. Yaani wewe utahisi mimi nadanganya, lakini ni uhalisia Dasauda, siwezi kukuficha. Juzi tu mimi nimehamia kwa 5, nimeenda kununua vitu gengeni, nimekutana naye njiani. Na kila salamu tuliosalimiana naye leo ndo zile zile salamu tuliosalimiana naye juzi. Yeah. Kama umemkosa, ni vyema urudi nyumbani. Ni kweli kaka. Basi sawa. Muda ukifika nitarudi nyumbani hapa. Mbona nachoka? Unanipa maswali mengi kichwani mwangu. Sara, haiwezekani. Kuna mchezo. Yaani hapa kuna mchezo unachezwa. Endekawa yule mzee wako yule anakuchezea mchezo. Anajigeuza na kuwa binti. Afu anakupima. Yaani inaweza kawa yule sio binti kama unavyomuona, ikawa yule mzee. Mimi nakwambia. Hilo nalo neno. Nisaidie. Si ndakuta huko? Ndio. Utanikuta huko hapa. Sawa kaka. Sasa sikiliza Sara, nisikuazishe. Mimi nakupeleka kwa yule
fundi. Hivi unajua fundi? Nina mganga wangu. Yaani yule mzee kitu gani? Mwana cha mtoto. Na kupeleka Sara ukapikwe. Yaani kuanzia kesho sema kwamba mimi Sara nitazaliwa upya. Yaani Sara mwingine. Tuli hapa pambazuke uone. Nakupeleka. Twende dadangu, mimi nishachoka. Usichoke ndugu wangu. Huo ndio ukubwa. Kicheko, kwani uwezi ukanyamaza? Unapiga tu kelele tu, maneno yenyewe hayatoki. Na wewe bora hata ulivyozimwa sauti, maana unachonga sana. Samanini ndugu zangu. Bila samani. Nilikuwa naomba kuuliza. Unaweza ukauliza bila shaka. Nilikuwa namuulizia msichana fulani hivi. Aliniambia naishi mitaa hii. Ila ni mweusi hivi, alafu ni mrefu. Kichwani yeye huwa asuki, huwa ananyoa. Ni chocolate color fulani hivi. Yaani ukimwangalia hivi kwa mbali kama Jupita Nyong'o. Sasa sijui mtakuwa mnamfahamu au mshawahi kumuona mitaa hii. Kaniambia kuwa anaishi sehemu gani? Huyo msichana anaitwa nani? Anaitwa Sara. Mimi huyo msichana sijawahi kumuona wala kumsikia. Utakuwa na picha yake ili tuweze kumuona? Ya, nayo. Ni huyo hapa huyo. Kiongozi, mimi kutokana na umri wangu napataga shida kidogo nikiangalia vitu vya mwanga. Kwa hiyo unaweza ukampa ndugu yangu akamuona. Haya, naishi kwa mzee Tano. Umeelezeka? Alafu kwanza kwa yule mzee umepanga au wewe mwanawe? Hilo swali najiuliza sana, nataka majibu. Haya, nimepanga. Alafu naomba uongee ulichonisimamishia hapa. Nataka niwe nikapike. Mbaya! Hiyo mbaya sana. Dadangu, umejiingiza katika mdomo wa mamba wewe mwenyewe. Yaani yule mzee ni Si uniambia yule mzee kafanya nini? Vipi Kicheko? Ushawahi kumuona? Huyo ni mgeni. Yaani amehamia juzi tu hapa. Na hasa mwenyeji sana.
Oha, pana mtu hapo? Halo Kicheko? Kaka Chenga huyo? Dalali mkubwa, dalali wa mtaa wetu huyo. Yaani sauti yako tu inafahamika. Ukiingia hata ndege wenyewe huwa wanashangilia, dalali, dalali, dalali. Ndege wenyewe huwa wanarukaruka. Wewe ndio yule dalali ambaye sehemu zenye maji unaweza ukasema hapa tunajenga gorofa na linakaa. Alititii wala nini. Unajua nini kaka Chenga? Yaani katika watu ambao wastaarabu, yani wewe ni mtu mmoja wapo. Tena una hekima na maneno yako yanafurahisha. Lakini unajua ndio hivyo tena vijana, usipohangaika unafikiri utakula wapi? Kwa hiyo hii ni misingi madhubuti. Vijana tunajiajiri kama wanavyosema waheshimiwa. Vijana jiajirini na sisi ndo tunajiajiri. Maneno yangu huwezi ukatoka. Popote pale anza kukupeleka kukwambia hapa unajenga gorofa na ukatia hela tukajenga gorofa. Badala ya wiki ndo vile tena si unaelewa. Lakini imekuwa vipi sasa hivi jua lote hili umekaa hapa? Kuna shida? Bwana we, acha tu. Nilikuwa na mdogo wangu yule Kicheko. Kuna sehemu tuliko tunaelekea hivyo na kwa ajili ya matibabu yake mwenyewe. Lakini cha kushangaza, sijui hata imekuwaje kuaje, ameniacha mimi hapa na sijui hata ameelekea wapi ndugu yangu yule. Sasa alivyokuwa na bahati mbaya, pale kuongea hawezi. Hata akikutana na mtu anamuulizia vipi ili ajue anakokwenda. Mimi hata sielewi yani. Yaani ndugu yangu akili zake mbovu. Na ninavyoona yule alomtia ububu, hajamtia kisawasawa, ndio maana hajakoma. Hapa naomba Mungu atoke mtu mwingine amvunje hata miguu apate kilema, tupate kutulia. Maana mtoto msumbufu yule. La haula wala quwata. Yaani mimi ninavyomjua Kicheko, basi atakuwa kuna demo amemuona na ndio maana amekukimbia wewe, amemfuatilia. Pole sana kakaangu. Basi acha mimi kutoa hapa nikupeleke nyumbani ukapumzike. Basi vizuri. Sijakuelewa. Unasemaje? Unamaanisha unataka simu? Yaani anapoishi huyo Sala, unataka kuniambia unapafahamu? Ndugu yangu, yaani sijui ni kushukuru kiasi gani. Naomba unipeleke, maana huyo mwanamke namtafuta sana. Yaani siku leo unavyoniona, nimezurura jua kali lote linamtafuta huyo mwanamke. Nina shida naye sana. Naomba nipeleke.
Kicheko, nashindwa kukuelewa. Hebu ongea vizuri basi nikufahamu. Hivi wewe Kicheko unajielewa kweli? Yaani juzi tu umetoka kuwekwa ububu. Na huyo mtu aliokupa ububu simjui. Leo hii unaenda kuyatafuta mengine ya kuyatafuta. Wewe Kicheko. Yaani huo umbea wako ambao uko nao huo litakuja kukupata jambo hutokuja kusahau katika maisha yako. Yaani wewe juzi tu umetoka kuwekwa ububu. Na mimi simjui mtu ambaye kakuweka wewe ububu. Leo hii from nowhere unaongozana na mtu unataka kumpeleka kwa mzee Tano. Hivi unamjua mzee Tano vizuri we? Hapa mtaani sisi sote tunamuogopa, tunamheshimu. Leo hii wewe unaongozana na mtu unataka kumpeleka hivi. Wewe una akili wewe kweli Kicheko? Wewe, ina maana ule jamaa kukupa pesa tu ndio unataka kupoteza uhai wako wewe kweli Kicheko? Sasa nisikilize. Kama humjui mzee Tano, yaani juzi tu umetoka kupoa bubu na mtu ambaye hatumjui. Sasa mzee Tano atakuja kukufanya wewe kipofu au wewe kwa msukule wake. Umenielewa? Sasa endelea basi na hiyo tabia yako. Kiongozi wangu, samahani sana kwa usumbufu. Vile unavyomuona pale yule jamaa, yule ni chizi. Yaani akili zake hazimu vizuri, yaani dishi limeyumba. Alafu pia istoshe, tumetoka kumpa dawa sio muda. Pale katutoroka katukimbia tu. Kama nilivyokuambia ule wakati ambao umenifuata gengeni kwangu. Huyu dada simfahamu na wala sijui wapi anapoishi. Kwa hiyo ukimfuatisha ule jamaa, jasho litakutoka mpaka uone basi. Kwa hiyo samahani sana kwa usumbufu kiongozi wangu. Simu yako hii hapa. Sawa, usijali. Tana siku nyingine basi. Haya, unaweza kuulizia uko mbele ya safari unapoenda. Sawa. We. Tuondoke. Eni, mbona nilivyokuona? Vipi kumpeleka mwenzako pale kwenye kara moto? Janet, mbona sikuelewi? Jaribu kunyosha maelezo vizuri, maana mimi nataka nikuelewe ili nijue nakusaidia vipi. Kwa nini umempeleka Sala pale kwa mzee Tano? Ingali unajua kabisa pale kwa mzee Tano kuna matatizo. Ina maana wewe umjui mzee Tano vizuri? Samahani Janet. Hivi umesema huyo dada aliyepangishwa kwa mzee Tano anaitwa nani? Anaitwa Sala. Sala? Huyo msichana anaitwa nani? Anaitwa Sala. Mimi huyo msichana sijawahi kumuona wala kumsikia. Vipi? Kwani unamfahamu? Hapana, simfahamu. Sasa Janet, hapo mimi kosa langu liko wapi? Wakati mimi nimefanya kama ni msaada tu. Katika watu ambao watakiwa wapewe sifa ni mimi mmoja wapo. Yaani nimemtafutia nyumba mzuri kabisa. Nyumba ambayo halipii maji wala halipii umeme. Alafu kodi ni shilingi 10,000. Utapata wapi kwa sasa hivi nyumba kama hiyo? Hebu jaribu kuniambia ile nyumba nakupeleka shilingi 30,000, maji 5,000, lakini mwisho wa mwezi unalipa umeme 10,000, shilingi 50,000 hiyo. Asa mtu analipa shilingi 10,000. Tatizo liko wapi hapo? Na ukiangalia hadhi ya nyumba sasa. Nyumba ina gypsum, ina tiles chini, ina vioo. Sasa mule ndani kuna mpaka swimming pool mule. Sasa mimi shida yangu hapo iko wapi? Hauli kuwepo na wivu mamangu, nataka nikupelekee ukakae kwa mzee Tano. Ukitaka vyumba vipo, nakupeleka hata na wewe. Fanya mchakato, mtoe mwenzako kwenye kara moto. Hizo njanja zako hizo zitakuja kusababisha watu waumie kwa tamaa zako za pesa. Umenielewa vizuri?
ila eni wewe hatari ujue, tamaa mbaya. Sijui nini kilikusukuma hadi ukampeleka mdada wa watu huyo katika nyumba ya mzee Tano, na unajua kabisa kwa mzee Tano panavyosifika, ila ndugu yangu wewe umeamua kukaza roho hiyo isiyo, umempeleka mtu. Haya, mimi yangu macho. Alafu kipofu na kuheshimu ndugu yangu, na wewe jitahidi kujiheshimu, sijui unanielewa? Hiyo mimi ni kazi yangu, alafu haya kuhusu, acha umbea. Mtoto wa kiume vipi wewe? Au unataka nikupeleke wewe pale kwa mzee Tano? We umpeleke nani? Koma, mimi siwezi kwenda sehemu kama ile, alafu tuna kwetu mshenzi wewe. Kwanza kabla sijasahau, kipofu baba yako. Twende huko. Dada, samani. Samani dada yangu. Bila samani. Nilikuwa naomba kukuuliza bila kujali. Uliza usijali. Mimi unavyoniona hapa ni mgeni na wala sio mwenyeji sana ndani ya mitaa hii. Nilikuwa namuulizia mwenyeji wangu. Ananiambia kuwa anaishi nyumba hizi za karibuni hapa. Sijajua anaishi nyumba gani. Ukimwona dada mwenyewe hivi, mrefu, mweusi, chocolate color fulani hivi. Kichwani kwake yani huwa asuki, ananyoa. Na ukimwangalia kwa mbali hivi, kama Jupiter Nyong'o, yule msanii wa Kikenya yule ambaye anaigiza Marekani. Yaani wamefanana kidogo. Sasa sijui utakuwa ushawahi kumuona, aidha labda ukajua nyumba gani anaishi mitaa hii. Maana na shida naye sana. Na nimemtafuta muda mrefu. Toka asubuhi mimi naangalia kumtafuta yeye. Kaka. Wasichana weusi wengi. Yaani Tanzania hii watu weusi ni wengi. Sijui mrefu, sijui hasuki, sijui wanakata wengi mpaka Sabato wanakata nywele. Haya mimi Sauda, mimi nitamjulia wapi huyo mtu nimtafuta? Labda kama ungekuwa na picha kanionyesha dada namtafuta huyu, huenda ningekuwa namfahamu. Sasa ukinieleza sijui Jupiter Nyong'o, sijui Rupita Nyong'o, sijui Jupiter nini, nitamjua wapi mimi jamani? Maisha yenyewe yako kasi haya. Mambo ni mengi. Picha yake nayo. Nione. Asapa umenionyesha nini? Si mwenyewe nazima hii. Kaka, uko serious? Masimu lazima chaji. Au unanijoki? Hapana. Simu ilikuwa na chaji. Pole. Ungekuwa na picha ningeweza kukusaidia kakangu. Lakini huna picha kama hivyo, simu yenyewe nzima. Simjui, sijui huyo urefu, mfupi, mweusi, nitamjulia wapi kaka? Kwa hiyo endelea tu kutafuta, uende ukampata. Sina msaada mwingine zaidi hapo. Sawa dadangu. Naomba nisamee kwa usumbufu. Ila asante sana. Uende likaa ni fungu la kukosa tu. Na kweli. Ila usikate tamaa. Kwenye maisha kutaki kukata tamaa. Sawa dadangu. Haya, kwa heri. Kaka Chenga, mimi nadhani tayari nimeshakufikisha nyumbani. Kwa hiyo naomba ruksa mimi niweze kwenda. Sawa, asante. Huyu binti ni nani? Huyo ni mpenzi wake na mdogo wangu Kicheko. Au bwana wamerukaruka huko kwenye mambo yao, wameficha mahusiano yao, mwisho wa siku imekuja wametiana mimba. Huyo binti hapo unavyomuona ni mjamzito. Kwa hiyo sasa mamake huyo binti bwana akatujia juu, asikii la mwazini wala la mnadi swala. Akasemaje,
huyu kuanzia leo mnaishi naye nyinyi hapa, na ukiangalia sisi maisha yetu ndo hivyo. Hoe hai Radio 277, yaani maisha mabovu. Sijui hata tunamlisha nini mtoto wa watu. Ukizingatia mimi ndo hivyo sasa hivi sioni, mdogo wangu naye bubu ndo hivyo, mashaka ndugu yangu. Wahenga walishasemaga tangu zamani, kila mchuma janga ula na wakwao. Kwa hiyo bwana, ili la kwetu sie acha tulile tu, hatuna la ziada. Mbona analia? Bwana dalali, mimi naomba nikushukuru kwa wewe kunifikisha hapa nyumbani. Ila ya mambo mengine wewe achana nayo tu, unaweza kaenda ndugu yangu. Basi sawa ndugu yangu, niwatakie jioni njema. Haya. Shemeji, vipi, kuna tatizo? Hapana shemeji, wala hamna tatizo lolote. Shemeji, unasema hakuna shida na wakati unalia. Naomba uniambie ni nini kinakusumbua, usinifiche. Ni mama tu. Anasemaje? Bado ni yale yale tu au kuna mapya? Hamna hata mapya shemeji, ni hayo ya siku zote. Sawa. Ila mimi nakusihi uvumilie. Hayo yote yatapita shemeji, utakuwa sawa. Sawa shemeji? Sawa shemeji, mimi nimekuelewa. Aya, karibu maji ya mwanakamati. Bibi harusi wangu mtarajiwa. Maana naona tumeongea sana. Shaanza. Aya, asante mwanakamati. Halo mama. Irene. Upo wapi? Nipo kwa rafiki yangu Tamara. Naomba uje nyumbani mara moja. Kuna tatizo mama? Wewe njoo tu. Aya sawa mama, nakuja. Ni nani huyo? Mama yake Ima. Anasemaje? Kuna tatizo? Hapana, hajaniambia. Ila ameniambia niende kwake sasa hivi. Yaani hadi naogopa. Sijui kuna nini. Siko kuna tatizo. Mlete kwanza, twende. Ndugu yangu. Vipi, kwema kweli? Eneni, kwema kama sio kwema ndugu yangu. Shida nini? Shida ipo. Tena kubwa sana. Na sijui hata nianzie wapi ndugu yangu. Usije kuniambia kwamba kuwahi tu kufungua genge ndo nakimbia kiasi kama hicho. Yaani ni heri hata ningefungua genge langu nikapata pesa za kuweza kunilisha mimi
kuliko haya ambayo mimi namhangaikia mtu ambaye yeye hajielewi, anaenda kutafuta matatizo. Mwisho wa siku akipata matatizo, sijui hata nani wa kumtegemea zaidi yangu mimi. Unajua Nilo, mimi mambo kama usiyapendi. Mimi mambo ya kona kuzungushana sipendi. Hebu tuende straight. Eneni, unajua kuna jamaa alikuja gengeni kwangu. Alikulaga ndizi pale, lakini ghafla kuna mdada akamuulizia. Kwa hiyo kumuulizia yule mdada, nikamwambia mdada gani huyo? Bahati mbaya bahati mzuri akatoa simu yake, akanionyesha picha. Nimegundua yule mdada ni mpangaji mpya wa Mzee Tanu. Kwa hiyo mimi nikajifanya simjui, kusudi sitaki lawama na Mzee Tanu. Nadhani unamjua vizuri. Lakini muda mchache kupita, nimemwona yule Kicheko akiongozana na yule jamaa anataka kwenda kwa Mzee Tanu. Hivi Kicheko kama sikutafuta matatizo anatafuta nini? Wakati unamjua vizuri Mzee Tanu ni mbaya hapa mtaani, anatafuta nini? Sasa Nilo, sasa hapo shida iko wapi ndugu yangu? Au wewe kinachokusababisha mpaka unapagawa kiasi kama hicho kipi? Mtu hata umjui, una sijui hivi na hivi mara Kicheko. Embo acha kuwa hivyo bro. Afu ulivyoniambia Kicheko ndo nimekumbuka. Bwana, kumbe Kicheko ana maisha magumu kiasi kile. Nimefika pale nyumbani kwao, nimemkuta amesusiwa binti, tena binti mjamzito. Unataka kuniambia Kicheko vile alivyo na umbea wake wote kasusiwa binti, tena mjamzito? Sasa wataishi vipi wale maisha magumu kama yale? Tena ninavyosikia ni kwamba yule binti amesusiwa kabisa. Ukimwangalia kaka yake haoni, yeye mwenyewe ndio hivyo bubu. Sasa najiuliza wale wataishishi vipi kwenye maisha haya? Ama kweli nimeamini wewe unaweza ukawa na panga lako na Mungu pia akawa na panga lake, lakini sijajua panga la nani ni kali. Na hisi panga la Kicheko ndo litakuwa kali. Basi sawa ndugu yangu, wacha mimi niwahi gengeni kwangu. Basi fresh ndugu yangu. Marahaba, ujambo? Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, ujambo? Sijambo. Mama, nimeona simu yako imenishtua sana. Vipi, kuna tatizo? Ndiyo, kuna tatizo. Ima tangia ameondoka hapa hajarudi, na sio kawaida yake, na nikipiga simu yake haipokelewi. Sasa hii inanitia wasiwasi. Najiuliza kuna tatizo gani limemkuta, maana hii sio kawaida yake. Sijajua, maana hata mimi sijawasiliana naye, ila nitamtafuta, nikimpata nitamwambia kuwa namtafuta. Kwa hiyo ndo shaka mama. Ni kweli kabisa mama. Alafu Ima ni mtu mzima sasa. Kama ulimpigia simu hakupokea, huenda alikuwa mazingira sio sahihi. Ila na imani kabisa akiwa mahala pazuri atakutafuta tu mamangu. Upo sahihi mwanangu. Unajua kinachonishangaza sana na kinachoniumiza mimi, harusi yake sasa ipo karibu na yeye inabidi arudi hapa nyumbani mapema tu kuja kupanga mambo yake, na kwenye kikao cha kwanza cha kamati inabidi yeye awepo. Sasa hayupo kama hivi, unafikiri hapo mimi nitakosa kuchanganyikiwa? Mama umenikumbusha. Katika wale marafiki zangu niliokuomba wewe na baba ili waweze kuingia katika kamati ya umoja, mmoja wake huyu hapa anaitwa Tamara. Oh, Tamara, karibu mwanangu. Asante mama, nimeshakaribia. Aileen, nakuomba mwanangu, mpigie mwenzio simu ili mzungumze. Tena mzungumze vizuri kwa undani, maana kipindi sasa kimeshawadia. Umenielewa? Lakini nimekuelewa mamangu. Basi mimi niko huko jikoni. Yaani mzee, ulichojichanganya ni kucheza na mimi. Wazee wenzako wale kula wamenitenga.
Yaani hapa mimi ndo naogopeka. Nishapewa mke kwa sababu ya kucheza tu draft. Kuna mzee akajichanganya pale, akasema "Oh, ukiweza kunifunga au nakupa mke." Nikasema twende, tukacheza. Kidogo tu nikamfunga. Wa! Cheza, angalia unaanza kutetemeka, unatetemeka nini? Angalia sasa, limeisha. Umecheza nini sasa hapo? Limeisha. Yaani kwangu ni mchumba tu. Hapa umeinama hapa. Umeinama mzee. Yaani wewe ni mchumba, nakupa na zawadi yako. Hii hapa. Cheza mzee. Yaani wewe unainama nafikiri mimi nitakuacha. Yaani mimi ukiinama mimi nakazia. Ukiinama na kazia. Wewe ni demu tu. Mwenzako uko kibiti nitaka nipewe mke nikakataa. Wachumba kama nyinyi. Sawa? Na nyie ndio mnaoshawishi yale mambo ya kizungu. Mimi nakuwa staki. Angalia kama hivi unainama. Mimi nifanyaje sasa? Panga lingine sasa. Unaniogopa eh? Wenzako wazee wamenitenga hapa. Ungeuliza Mwandola ni nani? Mzee. Wewe mzee vipi? Yaani bao moja tu umechanganyikiwa, jenge kwa mawili. Angalia mpaka unaacha stuli yako hapa. Chukua bwana stuli yako hii. Halo mama. Halo King. Habari mwanangu? Nashukuru Mungu niko poa. Vipi wewe unaendeleaje huko nyumbani? Mimi si jambo. Nakualika sherehe ya harusi ya rafiki yako huyo Ima huyo. Ila na wewe baba, nakuomba uwe mmoja wa wanakamati. Basi sawa mama, ondoa shaka kuhusu hilo. Kama swala lenyewe ni hilo, kwangu ni dogo kabisa. Sawa baba, nakushukuru kwa hilo. Ila King, mwenzio hapa nyumbani hayupo. Tena hayupo kabisa. Na nikipiga simu zangu Hapokei kabisa. Sasa kitu kimoja tu baba nakuomba. Katika pita zako, ukishamuona huyo rafiki yako, basi mwambie mimi namuita aje nyumbani hapa mara moja. Haya sawa mama, hamna shida. Mimi nikiwasiliana naye nafikiri nitakupa taarifa. Sawa babangu. Haya baba. Kwani usimwambie mama ukweli kuwa Ima ipo kwa King? Uone itakuja kuleta shida huko mbele. Kivipi Tamara? Kama Ima atakuwa anaenda kwa wewe mwanamke wake, lazima itakuja kuleta shida upande wenu, kwa sababu hakutakuwa na ndoa tena. Kuwa makini kwenye hilo. Sasa mimi hapo nitafanyaje? Na Ima ipo kwa King. Usipokuwa makini kwenye hili, utajikuta unapoteza kila kitu na kuambulia aibu tu. Inabidi ufanye kitu mapema ili kumzuia Ima asiende kwa yule mwanamke wake. Sawa, nimekuelewa. Acha nifikirie kuhusu hilo. Na sio kutafakari tu. Nafikiri ufanye sasa.
Kaka. Yes. Naomba nipatie simu. Nafikiri itakuwa imeshaingia chaji tayari. Ngoja tutazame. Nadhani sijajua kama itakutosha au la. Hebu itizame. Sijui itakutosha hii chaji. Karibu mzee wangu. Naomba kinywaji changu. Samahani kaka. Kuna kitu niko naomba nikuulize. Kuna binti mmoja anaitwa Sara. Alinielekeza kuwa anaishi mitaa hii. Sasa sijajua unaweza ukawa unamfahamu au alishaye kufika hapa dukani kwako. Sara, watu wenye majina ya Sara ni wengi sana. Lakini kwa bahati nzuri mtaani kwetu hapa hamna hata mtu anayejua. Labda nikuoneshe picha yake huenda ukawa unamfahamu. Ni huyu hapo. Kwa kweli hii sura ni ngeni kabisa. Sikuwahi kuiona kwenye mtaa huu. Kwa hiyo simtambui mtu huyu, simtambui. Huyu simtambui hata kidogo. Karibu mzee wangu, karibu. Mbona nimeona kama hajakulipa hela yako ya soda. Unakumbuka? Ndio, hajanilipa. Ni mzee wa mtaani kwetu hapa, ni mzee wetu. Kwa hiyo ana shida. Mimi ndio shilingi ngapi? Shilingi 1000. Basi nafikiri utakata na hela soda yule mzee aliyokunywa. Unipie mzee? Eh. Shukrani. Karibu sana. Shemeji, mbona kichoko jija mpaka sasa hivi na wakati uliondoka naye? Wewe acha shemeji. Ni kweli niliondoka, lakini nilipofika huko njiani mwenzangu kanitoroka. Sielewi hata kaenda, sijui hata ameelekea wapi. Na kama unavyomjua yule Kicheko, dishi lake limeyumba, kipa katoka, goli limebaki na striker tu. Unatia nyavu muda wote, network zake hazikai sawa, kuna muda zinapanda zinashuka. Naona sasa zimeshuka, ndo maana kaniacha peke yangu, na kaniacha juani, jua kali linaniwakia shemeji, huwezi kuamini.
Sasa shemeji, kwa hali tutatoboa kweli jamani? Hakuna jinsi, inabidi tu uvumilie, na kama unavyoelewa, ili tule hapa ni lazima mimi nitoke nikaombe huko barabarani, na muongozaji wangu ni yule Kicheko, na sijui hata ameelekea wapi na anarudi muda gani. Kiukweli shemeji, mimi maisha yatanishinda. Mimi nikipata wakati nitaenda kuongea na mama yako, ili ikiwezekana wewe urudi nyumbani kwetu, kwa maana haya maisha hapa naona kabisa wewe hausobe. Kuonea huruma sana na hiyo hali yako ulionayo. Nashukuru sana shemeji yangu, kama utaweza kuongea na mama ili niweze kurudi nyumbani, kwa sababu kwa kweli ya maisha mimi siyawezi kukaa kila siku uji kama mtoto mdogo. Sawa shemeji. Umefikia wapi ndugu yangu? Wewe acha tu ndugu yangu. Mpaka sasa basi yapata mwangaza kabisa yani. Pole kwa changamoto, kwa sababu hiyo imekuwa changamoto kubwa sana kwako. Lakini hujapata taarifa zozote labda kumuhusu? Kuna kitu nakihisi, maana kuna baadhi ya watu nimejaribu kuwaulizia ila wamesema wamfahamu, lakini kuna baadhi ya watu nimeulizia na nimeonyesha picha, yaani wanaonyesha kabisa kuwa wanamfahamu, lakini hawataki kuniambia ukweli. Sasa hapa nahisi kuna kitu kinajificha hapa, na wala sijui kitu ni kitu gani. Mimi nahisi sasa atakuwepo na matatizo makubwa sana. Ndugu yangu, mimi siwezi kukubali Sara aingie kwa matatizo kipindi mimi nipo. Hiyo kweli changamoto. Pole sana. Basi nadhani wewe usiache kumtafuta, kwa sababu ni jambo ambalo linaweza likaa na hatari ndani yake pia. Kwa hiyo ni vyema kuchukua tahadhari mapema. Ni kweli kuna mtu halihitaji kuniambia ukweli, lakini kuna kijana mmoja halimzuia. Unajua Kicheko, unashindwa kukuelewa. Hebu ongea vizuri basi nikufahamu. Hivi wewe Kicheko unajielewa kweli? Yaani juzi tu umetoka kuwekwa ububu, na huyo mtu aliokupa ububu simjui. Leo hii unaenda kuyatafuta mengine ya kuyatafuta. Wewe Kicheko, yaani huo umbea wako ambao uko nao huo litakuja kukupata jambo hutokuja kusahau katika maisha yako. Yaani wewe juzi tu umetoka kuwekwa ububu, na mimi simjui mtu ambaye kakuweka wewe ububu. Leo hii from nowhere unaongozana na mtu unataka kumpeleka kwa mzee Tano. Hivi unamjua mzee Tano vizuri we? Hapa mtaani sisi sote tunamuogopa, tunamheshimu. Leo hii wewe unaongozana na mtu unataka kumpeleka hivi. Wewe una akili wewe kweli Kicheko? Wewe, ina maana ule jamaa kukupa pesa tu ndio unataka kupoteza uhai wako wewe kweli Kicheko? Sasa nisikilize. Kama humjui mzee Tano, yaani juzi tu umetoka kupoa bubu na mtu ambaye hatumjui. Sasa mzee Tano atakuja kukufanya wewe kipofu au wewe kwa msukule wake. Umenielewa? Sasa endelea basi na hiyo tabia yako. Kiongozi wangu, samahani sana kwa usumbufu. Vile unavyomuona pale yule jamaa, yule ni chizi. Yaani akili zake hazimu vizuri, yaani dishi limeyumba. Alafu pia istoshe tumetoka kumpa dawa sio muda, pale katutoroka katukimbia tu. Kama nilivyokuambia ule wakati ambao umenifuata gengeni kwangu, huyu dada simfahamu na wala sijui wapi anapoishi. Kwa hiyo ukimfuatisha ule jamaa, jasho litakutoka mpaka uone basi. Na mimi nikimfuata huyo mtu peke yake na nikaongea naye, basi ataniambia ukweli. Mimi naomba ndugu yangu niwahi kwanza kwenda huko ili ukanane na huyo mtu. Mimi nafikiri nikuache
Endapo utafanikisha utanijulisha. Kama pia utakuwa hujafanikiwa, basi utanipa taarifa, utakuja nyumbani upumzike. Sawa. Sawa. Lakini kumbuka pia mkono mtupu wa ulambwe, rafiki yangu. Unaweza ukakuta unatumia nguvu kubwa na mtu asikwambie ukweli hata kama anaujua. Hem, jaribu kutumia nguvu ya pesa kidogo. Huenda kukaa kuna urahisi katika hili. Yaani katika mambo uliongea muhimu. Hilo ni jambo la msingi sana. Afu kwa nini nishindwe kufanya toka mwanzo? Yaani yule kijana ambaye tutamfuata sasa hivi, kama nitafanikiwa kumpata na nikampatia pesa, na mimi ataniambia ukweli. Acha nifanye hivyo kwa haraka sana. Basi poa. Acha mimi niende nyumbani kwanza. Tutawasiliana basi baadaye. Sawa kaka. Vipi kaka? Amepatwa nini? Kusema kweli hata sijui. Nimekuta tu ameanguka hapa. Jamani, huyu mtu tayari ameshafariki. Vipi? Uko poa? Niko poa. Umefika muda sana nini? Hapana, sijafika muda. Sawa. Basi karibu ndani. Hapana, siingii. Nilikuja kuulizia kuhusu swala langu. Vipi, umefikia wapi? Irene, ishu yako bado naendelea kuifanyia kazi. Wala sijasahau kuhusu hilo. Lakini kwa sasa hivi
Ima bado anaonekana ni mtu ambaye bado hajatulia sana, bado anahangaika, lakini na imani kama akipata muda wa kutulia na akamalizana na harakati zake zote, akirudi nyumbani, mimi ishi wako nitaikamilisha vyema kama tulivyopanga. Ondoa shaka kuhusu hilo. Sawa King, nakutegemea sana. Timiza ahadi yako na mimi nitatimiza ahadi yangu. Sawa, hilo halina shida, nitalikamilisha vyema sana, lakini kikubwa tu take a promise. Kumbuka ahadi yako, usije ukaenda kinyume na makubaliano yetu. Kwa kuwa umelifikisha kwangu, hilo ni swala dogo, na Ima ni mtu ambaye namudu, kwa hiyo upaswi kuwa na shaka na mimi. Sawa. Kwani huyo mwanamke animsumbua kichwa Ima ananifanya mimi nikose raha kwenye mapenzi yangu, anaitwa nani? Huyo mwanamke anaitwa Sara. Sara anaishi wapi? Sio wakishua sana, ila maisha yake ya kawaida tu, anakaa Uswahilini tu hapo. Sawa, unaweza kunipa namba zake? Sijabahatika kuwa na namba zake kiukweli. Sasa King, nakupa kazi nyingine, naomba nisaidie kutafuta namba ya huyo mwanamke. Ukishaipata niambie. Lakini hayo yatakuwa ni makubaliano mengine tena, ina maana unaongeza jukumu juu ya jukumu. Nategemea na hili pia litakuwa na malipo zaidi ya kile tulichokubaliana, na kama makubaliano yalikuwa ni mara moja, basi atakuwa ni mara 2 au zaidi, kwa sababu umenipa kazi nyingine, si ndio? Sawa, usijali. Kwa hiyo mwanamke mmoja atoe mtandio au kanga kwa ajili ya kufunika huu mwili jamani. Habari yako kakaangu? Safi, karibu. Asante. Mzima? Mzima, karibu. Kaka samani, nilikuwa naomba nikopeshe dagaa, nyanya, kitunguu pamoja na karoti. Dadangu, mimi nikwambia kitu kimoja tu. Siwezi kumkopesha mtu ambaye simjui. Alafu pia stoshe, wewe ndio kwanza mara ya kwanza na kuona dingeni kwangu. Inawezekana vipi mimi nikukopeshe wewe? Lakini kakaangu, mimi hapata sikai mbali. Nakaa hapo hivi hapo nyumba ya 3 tu. Kwa hiyo mume wangu akitoka kazini mimi nakuletea pesa yako. Nilo, mambo? Safi mama Nabi, uko poa? Mimi nataka dagaa, nyanya, kitunguu, karoti. Nipe na nyanya chungu kama unazo. Usijali, umepata. Fanya haraka niende msibani. Niwahi kupika niondoke msibani. Msiba? Msiba nani tena? Wewe hujui? Mwandola kafariki. Mama Nabi, unataka kuniambia Mwandola amefariki? Mwandola huyo unamjua wewe. Nimekutana na watu huko wamezunguka. Nikasema ngoja niangalie, nakutana na Mwandola. Na hapa unavyoambiwa msiba uko kwao hapo. Ndio maana nataka nipike chapo. Nipikie yeye familia yangu ni wa msibani. Mama Nabi, hemu acha matani yako basi. Nimetoka kuongea na Mwandola muda si mrefu na amepita hapa gengeni kwangu. Ameniambia anatoka kucheza draft hapo,
Tena kuna mzee kakimbia na yeye ndo akaona bora aondoke. Acha matani basi. Fanya unipe hivyo vitu mimi. Na kusema unanidai shilingi ngapi? Samahani kaka, naomba basi nipatie hivyo vitu niende. Dadangu, kama nilivyokuambia, siwezi kukukopesha vitu kutoka gengeni kwangu ikiwa wewe sikujui. Wewe Nilo, humjui huyu? Hebu niachie babaifu. Huyu shemeji yako. Kwa BFF wako shemdali usimjue wewe. BFF wangu? Kicheko. Hapo ndo kasusiwa huyo binti. Wewe hujui? Huyo kaacha shule kwa ajili ya Kicheko. Hivyo unavyomuona. Yupo kwa kina Kicheko hapo kasuswa na mama yake. Na ni mjamzito. Kwa hiyo fanya umpe hivyo vitu akale. Maana huyo tena BFF tena ninavyojua mie usinde kumkopesha. Tena sio kumkopesha kabisa. Hebu mpe hivyo vitu. Nipe vitu vyangu mimi, shika hela yako. Unajua kaka, kwa jinsi nilivyomwona yule jamaa pale chini, nesi hajafa kabisa. We, unamaanisha nini kusema kitu kama hicho? Yule jamaa hajafa. Kwa jinsi nilivyomtazama, nimeona hajafa kabisa. Ila kuna jambo linaendelea. Yaani yule ndo tayari pale ameshakufa. Kilichobakia hapa sasa hivi, tujiandae tu ili mradi kesho tuende msibani, tumstiri mwenzetu. Hakuna kitu kingine pale. Labda nikuulize, unajua kifo chake kimesababishwa na nini? Yule amekutwa tu ndo kama vile ameanguka. Na vifo kama hivi vipo. Sio kila mmoja mpaka aumwe ndo aje kufa. Wengine wanakufa ghafla tu. Yaani usishangae kabisa yani kwamba mtu akifa ghafla. Ni vitu ambavyo vipo. Mungu anapoamua lake muda wote saa yoyote anakuchukua. Hilo ndo tatizo. Na kwa jinsi nilivyomwangalia mimi na macho yangu, yule hajafa. Ukiwa na maana gani? Kwa macho yangu mimi ya nyama nimeona kabisa yule jamaa hajafa. Na kwa vile tu wewe una macho ya nyama, ndio maana umeshindwa kuona. Yaani nilitulia hapa na kusikiliza kwa makini nikajua una akili timamu. Unajua wewe ni upuzi unaoletea. Na mambo mengi sana ya kufanya na kusikiliza mpumbavu kama wewe. Shamba kweli ya mtoto. Lucy, upasi kulia. Tambua ni mke wa mtu Lucy. Jamii itakuchukuliaje wakija kujua unatoka na Mwandola? Na mume wakipata taarifa ya kwamba ulikuwa unatoka na Mwandola, Lucy, taribu ndoa yako. Lucy, nyamaza. Haujui unapitia maumivu kiasi gani. Tambua Mwandola ndo alikuwa furaha yangu mimi. Yeye tu ndo alikuwa ananipatia furaha na si mume wangu. Lucy, Mwandola amekufa na umemshuhudia mwenyewe pale chini amelala. Acha kumkufuru Mungu Lucy. Aliyekufa amekufa na hawezi kurudi tena hapa duniani. Moyo wangu unakataa. Moyo wangu unakataa. Mwandola hajafa. Yupo tu ila ni mimi sijui yuko wapi. Mwandola wangu jamani. Naweza aje kuishi bila yeye? Naweza aje mniambie? Huyu mtoto nitamwambia nini mimi? Najua tu atajua ukweli. Na hichi kiumbe kilichopo tumboni si cha mume wangu kama unavyofikiri. Hiki kiumbe ni cha Mwandola. Na nilitamani sana mtoto wangu akija kuzaliwa nitamwambia nini mimi?
naumia sana rafiki yangu, naumia. Kwa nini Mandola ameniacha mapema hivi mimi? Unafikiri baadaye nikija kupata mtoto nitamwambia babake yuko wapi? Nitasema nini mimi kwa mwanangu? Lucy, kila kitu kina mipango yake, na Mungu amefanya hivyo. Kuna jambo ameliepusha, maana mumeo angekuja kujua kwamba mtoto sio wao kwake, Lucy, ungevunja ndoa yako. Jamii itakuchukuliaje Lucy, kwamba ni mke wa mtu alafu tena unabeba mimba ya mwanaume mwingine? Lucy, Lucy, jikaze, tulia. Tena naomba ujikaze Lucy. Hata tukifika huko msibani, jikaze, usilie. Maana jamii ikikuona unalia itakuchukulia vibaya, watakuhisi kuna nini kati yako na Mandola. Lucy, jikaze, mumeo atafikishwa taarifa. Naomba ukifika msibani utulie Lucy. Tena utulie kabisa, jifanye usiani chochote na Mandola kabisa. Nimekusikia rafiki yangu, lakini nawezaje? Mandola ndo kila kitu kwangu mimi. Nawezaje kuvumilia? Basi sasa nyamaza Lucy. Sawa, nitajitahidi, lakini nakuomba rafiki yangu, ibaki kwa asili yako, usimwambie mtu yoyote. Sawa, usijali, nitakutunzia siri yako. Dada, nilivyokuona nilikuwa nataka nimalize mambo yangu ili nikutafute. Vipi? Kuna shida yoyote? Kuna rafiki yangu mmoja nasikia amepanga pale kwa Mzee Tano. Sasa Mzee Tano pale wewe ni jirani yako. Nitaka nihakikishe, je, ni kweli au la? Habari jirani. Hapana, kwa kweli sifahamu kitu chochote kile. Hapa unaponiona penyewe, nimetoka hapo, kuna msiba umetokea. Msibani? Msiba wa nani tena? Ina maana hujasikia kuwa Mandola amefariki? Mandola amefariki? Amekutwa na nini tena Mandola? Sijui chochote kile, ila alikutwa tu njiani amefariki. Haya, mimi nataka kukuulizia tu kuhusu hilo la rafiki yangu. Kuhusu hilo sijui kwa kweli, maana hapa unaponiona narudi nyumbani ili kwenda kujiandaa kurudi msibani kwenda kuwafariji wafiwa. Basi sawa, ngoja na mimi nikajiandae, nitawakuta msibani. Sawa. Samahani dada. Bila samahani. Nilikuwa namuulizia kaka fulani hivi, anaitwa Kicheko. Ni bubu hivi, yani aweze kuongea vizuri. Si utakuwa unamfahamu au labda ukajua nyumba gani anaishi mitaa hii. Samahani sana. Kicheko? Ndio. Na huyo Kicheko una shida gani naye? Kuna mtu mmoja nilikuwa na shida naye sana kumuona. Sasa kwenye kuulizia nikaambiwa nimtafute Kicheko, maana yeye ndo anajuana naye huyo mtu. Nikimpata tu Kicheko basi atampeleka paka kwake. Na kuomba dadangu nisaidie, maana na shida sana na huyo mtu. Lakini sio kwa ubaya. Sio kwa ubaya dadangu, ni jambo la heri tu na wasi la shari. Naomba nisaidie dadangu. Na tu Kicheko mimi nitashukuru Mwenyezi Mungu.
Basi sawa. Mimi hapo unavyoniona ndo mke wa kicheko. Ndio maana kwanza nikatanguliza, sio kwa ubaya. Lakini mimi nilivyotoka nyumbani sikumwacha. Na kwa muda huu hapa ndo narudi nyumbani. Labda tuongozane mpaka nyumbani, huenda tukamkuta amerudi. Kumbe shemu. Basi sawa shemeji yangu, naomba nisaidie bwana. Haya sawa, basi twende. Sawa. Karibu. Shemeji huyo. Shemeji, umerudi? Ni afadhali umerudi shemeji, maana nilikuwa napima joto hapa la ugali, naona kabisa unaelekea kupoa. Na kama unavyojua ugali ukipoa unavaa koti na unakuwa mgumu kweli kweli. Vipi lakini huko ulipokwenda umefanikiwa? Shemeji, kwa kweli sijafanikiwa. Imekuwa vigumu kwa sababu ile muuza genge anifahamu mimi. Kwa changamoto hii sasa. Lakini shemeji, mbona nahisi kama hujaja peke yako? Naona kama kuna mtu umeongozana naye. Ni nani? Ndiyo, nimekuja na mgeni. Ila ni mgeni wake Kicheko. Kicheko bado hajarudi. Habari za muda huu kiongozi? Salama. Lakini mbona kama sauti yako naifahamu? Kama kuna mahali vile tushakutana. Ni kweli. Ni kweli. Mimi ni yule jamaa ambaye tulipishana pale muda ule njiani pale, mlikuwa mpo wawili. Kuna binti mmoja nilikuwa namuulizia. Kumbe ni wewe. Hapo nimekukumbuka. Na kwa bahati nzuri mimi tayari nimeshamfahamu huyo ambaye anamtafuta. Anaitwa Sara, si ndio? Ndio huyo. Vipi? Umeshamfahamu tayari? Anapatikana wapi? Napajua mpaka anapokaa. Sasa naweza nikakuelekeza, ila sio bure bure. Lazima utoe chochote kitu. Yaani kiongozi, labda tu nikutoe hofu. Kuhusiana swala la pesa kwangu mimi, hilo halina shida kabisa yani. Yaani kama utaweza kunipeleka napoishi Sara na nikapajua na nikaona naye, mimi nakupatia pesa kiasi chochote kile ambacho unachokihitaji. Samani, naomba sana unipeleke unapojua napoishi. Bwana kaka, msaada wangu mimi nadhani unatosha kabisa kukuelekeza. Ila sio kukupeleka. Kukupeleka hiyo ngumu kaka. Mimi nafikiri haitakuwa vyema wewe ukinielekeza. Ni vyema zaidi ungenipeleka sehemu ambapo anapoishi. Hiyo itanisaidia mimi, maana mimi huku ni mgeni. Ndio mara yangu ya kwanza kufika huku. Kwa sipafahamu sehemu yoyote ile. Nakuwa na bahatisha tu. Lakini kama utakuwa unanipeleka wewe sehemu ambapo anapoishi, utanisaidia sana. Nakuomba kiongozi wangu, naomba unipeleke. Mimi nitakupa pesa kiasi chochote kinachokitaji wewe. Nisaidie kwa hilo tu. Ni pagumu hapo. Ila kwa kuwa kuna swala la hela mbele, acha tu nijitoe kimasomaso. Liwalo na liwe. Mimi nitakupeleka usijali. Ila zingatia makubaliano yetu. Shemeji, acha nimpeleke mgeni kwa mwenyeji wake. Kisha nitarudi. Nadhani nikisharudi huko mambo yatakuwa mazuri kabisa. Tunaweza tukanunua kuku leo. Kwa hiyo yani nikirudi hapa ni mikaangizo tu chwa. Lakini shemeji, wakati niko pale gengeni, nilisikia kama kuna msiba vile. Msiba wa nani tena? Walisema kwamba kuna kijana mmoja anaitwa Mwandola. Mwandola? Mwandola amefariki? Kwani alikuwa anaumwa? Hapana, wanasema tu ameanguka ghafla. Ila sawa shemeji. Acha mimi nimpeleke huyo mgeni. Afu nitarudi utanielezea vizuri kuhusu hilo swala. Sawa shemeji. Bwana kaka, tunaweza tukaenda. Aya, karibu tena kaka. Asante sana shemeji. Sawa.
Simama. Umeona hapo kwenye hilo geti jekundu ndo anakoishi wewe mwenyeji wako unamtafuta. Na kwa bahati nzuri nimepata kusikia jina lake. Kumbe anaitwa Sara. Sasa ni hapo ndipo anapoishi. Ni kwa mzee Tano. Kwa hiyo ndugu yangu, unaweza ukaenda ili uonane na wewe mwenyeji wako. Kaka, mbona mimi sikuelewi? Yaani unaniambia pale mbele kuna geti. Aliyakuwa upendelea tu kushambani. Sawa? Na pale mbele mimi sioni geti wala nini. Naona watu tu pale wanalima. Na hapa tulipo ni polini. Ujue wewe unataka kunivuruga, unataka unichanganye. Mimi nina uhakika wa 100% kaka. Hapa nilipokuleta ndipo penyewe. Mimi kila kona za huu mtaa na kila chochoro nazijua. Sijawahi kupotea hata siku hii, hata siku moja kaka. Au itakuwa na wewe umeanza kupoteza uwezo wako wa kuona kama ilivyokuwa mimi. Hebu ngoja tufanye test kwanza kidogo. Hapa kulia kwako unaona nini? Naona mtu ambaye anapitisha maji. Na shamba la mpunga. Sio nyumba. Hakuna nyumba. Huu hapa ni mto na shamba la mpunga. Sikiliza mwanangu. Ujue wewe mimi nishakusoma tangu muda. Wewe Mswahili mwanangu. Hapo nataka kuniletea Uswahili unipige kiasi ambacho tumekubaliana cha mimi kukuleta hapa. Ndivyo unavyotaka. Kwa sababu mimi napaelewa fika hapa nilipokuleta ndipo kwenyewe ndiko anapopatikana huyo Sara wako ni hapa kaka. Sasa ukiniambia hapa sipo unanipa mashaka na nishajua mchezo wako. Wewe unataka kunizunguka. Unataka tuondoke hapa then wewe ugeuke urudi uje kwa sababu nishakuonyesha eneo unataka kunidhulumu pesa yangu. Oya. Oya. Mimi sizulumiki mwanangu. Usinichukulie kihivyo, mimi sio baridi mwanangu. Kaka, kama umeshindwa kunisaidia, ni bora ungeniambia. Au laiti kama unataka kunisaidia, ungeniambia kule njiani, bwana mimi sitaki kukusaidia. Lakini sio kunizulisha kama hivi. Umenitoa kule umeleta huko polini. Nakwambiaje? Pale mbele hakuna geti. Sasa unaposema tu pale kuna geti, liko wapi geti pale? Na pale wanalima vijana pale watatu pale wanalima. Sasa geti pale liko wapi? Em kwa serious bwana, sawa? Nisikilize kwa makini sana. Kama hela mimi nitakuongezea. Ila naomba unipeleke kwa mpenzi wangu alipo. Sawa? Nipeleke kwa nyumba ambapo mpenzi wangu mimi anaishi. Mimi toka asubuhi hapa naponiona mimi hapa nahangaika kumtafuta mpenzi wangu. Na wala sijui sehemu gani alipo. Simu zangu ashiki. Bwana kidogo angeshika simu zangu nikisema yes, najua hapa kumpatia simu gani. Ndio maana nikaja kwako wewe. Naomba nisaidie basi. Na hapa tulipo hakuna nyumba hata moja, hapa ni polini. Huku kulia kwangu kuna mto, kuna mpunga. Tena unapitisha maji hadi sawa? Na huku mbele kuna poli. Na hapa tulipo kuna nyumba hata moja. Sasa unaposema pale mbele kuna sijui geti, si kuna nyumba, si kwa mzee Tano, si kwa mzee. Mimi mzee Tano simfahamu. Sawa?
Nachotaka mimi hapo uniambie mpenzi wangu anakaa nyumba gani? Mimi nina shida naye. Toka asubuhi unaponiambia mimi namtafuta yeye. Sasa unaponiambia tu pale kuna geti, sijui hapa si kuna nyumba, sijui hapa kuna, mimi sikuelewi kama. Kama umeshindwa kunisaidia ni bora ungeniambia. Sikusaidii. Na nishakwambia nakupatia pesa yako. Yaani mimi nikifanikiwa tu kumwona mpenzi wangu nakupatia pesa. Kaka, sio kweli. Siwezi kufika eneo kama hilo. Kaka, hapa ndipo anapopatikana.